baada ya kuangalia huu mlolongo wote, na mimi hapa nazungumza nikiwa na ushahidi na vielelezo, kwa sababu nimeanzia msajili, nina vielelezo vyake vya maamuzi yake, nina vielelezo vya maamuzi ya INEC, nina vielelezo vya maamuzi ya mahakama, nina vielelezo vya kila mahala. Kutokana na haya niliyoyaona, na shauri yafuatayo: wananchi wanaodai no reform no election wasikilizwe haraka sana. Wananchi wanaosema Oktoba tunalinda kula wasikilizwe haraka sana kabla ya hiyo Oktoba 2029. Wananchi wanaotaka kuandamana tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 wasikilizwe haraka sana kabla ya tarehe 29 mwezi wa 10. Na ambao wana kesi mahakamani za uchaguzi wasikilizwe haraka sana kabla ya hiyo Oktoba mwaka wa 2025, ili tuweze kuleta huu umoja wa kitaifa. Hawa wanatakiwa wasikilizwe na sio kupuuzwa na sio kubezwa, wanatakiwa wasikilizwe haraka sana. Nimekuwa nikisikia wananchi wengine wakisema Mpina, kwa nini Mpina ameinguliwa? Kwa sababu alijitakia wakati alipokuwa bungeni kupambana kwa nguvu zake zote na wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Ndio kilichomsababisha leo aendelee kuenguliwa kienyeji. Lakini wengine wanasema ni kwa sababu aliibua kashfa ya sukari ambayo iliwahusu watu ambao hawataki kuguswa. Lakini pia wengine wanasema kwa sababu alipinga mkataba wa bandari ndio maana ameinguliwa kugombea. Na wengine wanasema alikataa gari la INEC. Alikataa gari la INEC ndio maana ameinguliwa. Sasa hayo ni mawazo ya wananchi wanaozungumza, na mimi nitake kusema katika hayo yote mimi nimeyafanya yote. Hayo kwa kweli nimeyafanya. Kwa maana ya hayo matukio hayo yote mimi nimeyafanya. Na sitarudi nyuma katika msimamo wangu. Kwa mfano hata hilo la gari, nirudie tena na kusema hivi, leo hii inawezekanaje tume ya uchaguzi ipate fedha za kununua magari 18 kwa wagombea wa urais wanaoenda kwenda kugombea kwa muda wa siku 60 tu? Magari yenye thamani kubwa ya zaidi ya milioni 500 kwa gari moja leo yanaweza kununuliwa kwa wagombea 18 wakayatumia kwa siku 60 tu, alafu baadaye haijulikani yatafanya kazi gani. Na kwa sababu yalinunua kwa ajili ya wagombea hawa, wagombea 18, magari ya kifahari 18, magari ya kifahari 18. Hizo fedha tumezitoa wapi? Mimi nimekaa bungeni mle, tumeishauri serikali namna ya kuhakikisha kwamba inapata mtaji wa bohari kuu ya dawa MSD wa shilingi bilioni 500. Hizo fedha zikupatikana miaka 5 za kununua dawa za Watanzania wanaokufa bila matibabu, fedha zikupatikana. Tukaomba fedha kwa wagonjwa wanaokufa kwa kushindwa kugharamia matibabu ya magonjwa ambayo yana gharama kubwa kama kusafisha damu, magonjwa ya figo, ambako kwa mwaka Mtanzania anatibiwa kwa zaidi ya milioni 25. Fedha hizo hazikupatikana, na ni wagonjwa wengi wa magonjwa ya figo wanakufa kwa sababu ya kukosa gharama ya kugharimia magonjwa hayo. Watu wengine wanazuiliwa mili ya marehemu mpaka walipe pesa, kwa sababu taifa halina pesa, linahitaji hata hela hizo za marehemu aliyekufa wamtoze fedha, linatoza kodi hiyo. Watanzania wengine wanatozwa gharama hata ya kuhifadhi mwili tu wa marehemu mpendwa wao, hawawezi kulipia, hawawezi kutoa mwili. Akina mama wajawazito wanakosa fedha za kujifungua. Serikali hii mpaka inafika mahali inawaambia akina mama wakasaidiwa na waume zao kwa mikasi majumbani kujifungua, kwa sababu hawana fedha ya kumtibu mama mjamzito bure, akajifungua bure akaenda nyumbani. Leo hii mmepata fedha wapi za kulipia magari ya kifahari kwa wagombea? Mgombea ambaye yeye na chama chake walijiandaa kugombea hiyo nafasi, waliwaambia kwamba hawana gari la kuzunguka kwenye mizunguko, hata kama ilikuwa kuwasaidia wagombea. Kukodi gari la kiwango hicho cha rais VAT kwa siku ni kati ya shilingi 300,000 tu. Na wako wajasiriamali hapa wanaotoa hayo magari, ambako magari hayo yangeweza kukodiwa kwa milioni 9 tu kwa mwezi. Kwa miezi miwili yote ni milioni 18 au isiyozidi milioni 20. Leo fedha katika taifa maskini kama hivi, mnaenda kufuja fedha za Watanzania kama hizo, alafu mnataka Mpina abariki uozo huo.
Sitakubali, na hata leo hii INEC wakiniteua na mahakama ikinirudisha, nitaiomba hapo hapo mahakama kwamba nawashukuru kwa kunirudisha, lakini lile gari mimi siwezi kupanda. Nitatumia hayo magari yangu, hata kama ni Land Rover nitatumia kuzunguka, hata kwa pikipiki, kuzunguka nchi nzima kuzisaka hizo kula. Wananchi hawa maskini wana mateso makubwa, fedha zinafanywa anasa, alafu wote tunaungana twende tukafanyia anasa fedha za wananchi. Na mimi niendelee kusema na kwa kuhitimisha maongezi yangu, naendelea kuhitimisha kwa kusema kwamba tunaiomba mahakama itende haki. Nimekuwa nikisikitika sana kwa kweli, siwezi kuficha katika hilo, na nimekuwa nikisikitika na nimekuwa nikihuzunika kuona kwamba toka muda wenzangu wakiendelea na kampeni, mimi niko mahakamani nasubiri tarehe ya kesi. Wenzangu wanapanga ratiba. Ninajua hata masononeko ya wagombea wangu wa nafasi za udiwani, kugombea ukiwa huna mgombea wa urais pale juu. Najua masononeko na mateso wanayoyapata wagombea wangu wa ubunge, kugombea ukiwa huna mgombea nafasi ya juu. Najua mateso yao, lakini najua mateso ya Watanzania wapiga kura milioni 37 na Watanzania wote zaidi ya milioni 61 walivyosikitika kwa kumkosa Mpina kuendelea kujinadi katika kinyang'anyiro hiki cha uchaguzi wa mwaka 2025. Naiomba mahakama iwaishe shauri hili ili tukakizi haja ya Watanzania, na ninaziomba hizo taasisi za serikali, kwa sababu hata sasa hivi nasimama na taasisi za serikali. Badala ya kusimama basi, hata kama nimeshtakiwa ingejulikana basi. Kama hata ningekuwa ninashtakiwa basi labda na mwanasheria wa Chama cha Mapinduzi huko, ilikuwa afadhali kuliko vyombo hivi vya umma kugeuka kufanya mambo ya kisiasa. Vyombo hivi vya umma badala ya kufanya mambo makubwa ya kitaifa wanafanya haya mambo ya kisiasa. Wewe unamzuia Mpina kwenda kugombea ili ufanye nini? Kwa sababu hata huko mahakamani michezo tu, mara inakatwa rufaa ya aina fulani, mara kinafanyika hiki, mara kinafanyika kile, michezo tu kwa sababu Mpina achelewe. Sasa nataka mahakama, nendeni mkawaibishe, nendeni, tunaomba mtusaidie kutuwaisha kurudi kwa wananchi ili tukapate haki yetu hiyo ya kugombea. Lakini nimalizie mwisho kwa kuwaomba Watanzania, najua wengi wamekuwa wakinipigia simu kuniomba kwamba Mpina bana, na sisi tunataka tuchangie hiyo kesi. Tunajua gharama kubwa wewe na chama chako mnahitaji kusaidiwa ili mchangie hiyo tuwachangie kesi hiyo muweze kupambana ndani ya nchi. Lakini hata tulivyosema kwamba hatuwezi kukomea hapa nje ya nchi, ni lazima taifa letu tuseme kwamba tulishaamua kuwa taifa la kidemokrasia. Tulishaamua kusema kwamba ni taifa linaloheshimu katiba, ni taifa linaloheshimu sheria. Kwa hiyo tutapigania haki ya Watanzania ndani ya nchi, tutapigania haki ya Watanzania nje ya nchi. Sasa kwa sababu wale waliokuwa wakiomba namba ya simu pamoja na account kwa ajili ya kuchangia gharama hizi za uchaguzi, namba ya simu ni ya Voda 0759 27 83 88. Narudia, namba ya simu kwa ajili ya kuchangia hizi kesi zinazoendelea ni 0759 27 83 88, na namba ya akaunti ni 50, ni NMB. Kwanza ni benki ya NMB, lakini akaunti ni 50 50 252 0952. Narudia, akaunti namba ni 50 50 252 0952 NMB, kwa jina la Luhaga Joelson Mpina. Asanteni sana kwa kusikiliza. Wiki moja sasa imebakia, unadhani uamuzi wa mahakama utasaidia nini? Na vile vile ningependa kujua kama unahisi kupingwa kwako na mahakama una msingi wa kisheria ama ni hujuma za kisiasa? Na nimeeleza kwa kirefu sana, lakini kwa sababu umeuliza, ninachoweza kusema kabisa, mimi kupingwa kwangu kunaeleweka na Watanzania wote wanajua, na Watanzania wanaelewa kwamba kwa nini nahangaishwa hivi katika huu ugombea, wanajua. Lakini kwa nini nasema kwamba kupingwa kwangu ni kwa hujuma tu? Na ndio maana nilirudishwa getini.
hakuna sheria yoyote inayowapa mamlaka INEC mgombea ambaye tayari mlishampa fomu, amezijaza fomu hizo, ametembea kutafuta wadhamini, ameapishwa Mahakama Kuu na majaji, mkamzuia kurudisha fomu hizo, na akawa amelipia, mkamzuia kurudisha fomu hizo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba INEC walikuwa na jambo lao nje ya sheria la kuniengua mimi kushiriki kwenye ugombea wa nafasi ya urais. Lakini pia na hizo taratibu zingine ukiangalia mambo yalivyoenda, alivyoandika kuanzia msajili, alivyoliandaa swala lenyewe msajili, baadaye likaja INEC na baadaye huku mahakamani, unaona kabisa tu kwamba zilikuwa ni agenda ambazo zilikuwa zimeandaliwa kumuondoa Mpina asishiriki kwenye uchaguzi. Na mimi ninachoweza kusema tu ni kwa sababu wana sijui nisemeje, nitumie lugha gani, lakini kifupi ni kwamba wananiogopa katika hicho kinyang'anyiro. Wananiogopa kwenye hicho kinyang'anyiro, na wao wanataka uchaguzi wa kujiteua, kwa sababu kama unaweza kutumia mizengwe kuwawengua wenzako, maana yake unataka kulilazimisha taifa hili likuchague hata wewe wasiostahili kukuchagua. Sasa hili Watanzania lazima walikatae, waweke uwanja wazi, tusimame, tuende tukaombe kura watu wote ambao tulishateuliwa na tume na tuna qualify, tulishateuliwa na vyama vyetu, tupate nafasi ya kwenda kuomba kura kwa wananchi. Na ndio maana mahakama tumeiomba, ikiwapendeza watu ruhusu hizo siku 60 tuanze upya ili kila mtu apate haki sawa, aweke mawakala, aweke kila mahala sawa sawa kama haki. Kwa hiyo ninachoweza kusema kwamba nilienguliwa kwa sababu tu ya hila, wala sio kwamba mimi sina sifa. Kwenye fomu, kwenye sifa za kugombea urais, kwenye eneo hilo la vyama vya siasa, lina vipengele viwili tu, kwamba anayegombea nafasi ya urais, ukiziata zile sifa zingine, zile sifa za kisiasa, anayegombea nafasi ya urais ni lazima awe mwanachama wa chama chochote cha siasa kilichosajiliwa. Sasa swali linakuja, Mpina si mwanachama wa chama cha siasa? Mpina ni mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo, ni mwanachama halali, aliyelipia ada zake, nadhani tena nimelipia si kwa miaka 10 kama sio 5 wanachama. Kwa hiyo ni wanachama ambao ni endelevu sana, na kwamba amechaguliwa. Sasa inakuja sifa nyingine, amezaminiwa na chama chake. Leo hii Mpina ana barua ya chama chake na yuko mahakamani na chama chake cha kudhulumiwa mgombea wao. Sasa INEC walipata wapi sifa zingine zaidi ya hizo? Barua ya kadi ya wanachama tulishawapelekea, kadi ya wanachama ya Mpina tulishawapelekea, lakini pia barua ya chama changu cha ACT Wazalendo cha kunidhamini na kwamba kimeniteua niwe mgombea wanayo, na ndio maana na chama, ndio maana ninacho mpaka sasa hivi. Sasa sifa gani walioipeleka nyingine? Kwa hiyo sifa fomu za wadhamini zote, tena tulidhaminiwa mpaka wananchi tukao tunaomba na radhi, hata wangetaka wadhamini milioni 1 tungewapata. Sasa wewe ukisema kwamba Mpina ameingiliwa kinyume cha sheria, sheria ipi? Sheria ya uchaguzi sheria ya uchaguzi ya rais, wa bunge na madiwani ya mwaka wa 2024 inataka hivyo tu, mgombea lazima adhaminiwe na chama cha siasa, lakini awe na barua ya chama chake cha kumdhamini, na katiba ya nchi yetu inasema hivyo hivyo. Je, wiki moja iliyobaki uamuzi wote utasaidia nini? Uamuzi kwanza tunasema sisi tumepeleka maombi kwa mahakama. Kwa hiyo mahakama itakavyoamua sisi tutayafuata maamuzi hayo ya mahakama. Kwa mfano mahakama ikiamua kwamba Mpina tunaongeza siku 60 mbele na tunasimamisha uchaguzi tarehe 29 katika hiyo nafasi ya rais, tunaongeza siku 60, sisi tutakubaliana nayo. Ikisema vinginevyo mahakama sisi tutakubaliana navyo. Lakini kama ni hivyo sema kwamba kama taratibu zingine zote ambazo zitakazofanyika ambazo sisi tunaona kwamba hazitafanyika sawa sawa, sisi tayari tumeshaanza maandalizi ya kuwasiliana na mahakama za kimataifa ili uchaguzi tarehe 29 uzuiliwe, ili kesi hizi zote ziwe zimeshaamuliwa na kukamilika. Kwanza naendelea kumwombea huyo mwanaharakati mzuri, kiongozi mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Mheshimiwa
Antipas Tundu Lissu, na kwanza naendelea kumpa pole na hayo mapambano yanayomkabili, na ninataka niseme kwamba viongozi wa vyama vya siasa katika nchi yetu ambayo tunajitambulisha kwamba ni nchi ya demokrasia na tunafanya, na kama ninavyosema, tunafanya documentation ya hatari sana, itakuja kuliumiza sana, watakuja kuumia sana baadhi ya watu katika documentation tunazozikusanya. Mimi Mheshimiwa Philemon Ali Mbowe alikamatwa akawekwa mahabusu kwa muda mrefu kwa kusingiziwa, kwa kubambikwa kesi kwamba yeye ni gaidi. Wakaendesha kesi. Baadaye wakasema, mwendesha mashtaka wa serikali akasema hana nia ya kuendelea na shauri hilo. Hiyo nia ya kumkamata mlikuwa nayo. Leo kwa nini mna withdraw hiyo kesi? Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba tu mlimbambikizia kesi, hamkuwa na ushahidi wa kutosha, ndio maana ile kesi mmeamua kuifuta. Amekuja Dr. Slaa na yeye akaambiwa ni kesi ya nini? Tuliambiwa ni ya uchochezi. Dr. Slaa naye amepambana, amekaa ndani muda mrefu sana. Baadaye serikali inakuja inasema haina sababu ya kuendelea na shauri hili. Maanake ni kwamba naye alibambikwa kesi. Lakini tunajua Tume ya Rais ya Haki Jinai imezungumza kwa hisia kali sana juu ya namna wananchi wanavyobambikwa kesi. Sasa leo Tundu Lissu anatuhumiwa kwa kesi ya uhaini. Mimi nimwombee tu Mwenyezi Mungu kwamba kwanza anaendelea vizuri na shauri inavyoendelea, na ninaamini kwamba mbele ya safari mambo haya yatafika mwisho na ataachiwa huru. Naamini kabisa hivyo, na atashinda kesi hiyo, na sisi wenzake tuko bega kwa bega na yeye, na mambo mengine haya. Hizi kesi tulizopita nazo hizi zote na zenyewe zinaanza kusaidia kule kwake kutengeneza msingi wa namna ya maonevu yalivyo, kwa sababu mahakama zetu zinajaribu kuweka msingi mzuri sana wa namna ya maonevu yanavyofanywa na baadhi ya taasisi zetu za serikali.